wewe watosha Bwana, wewe watosha, wewe watosha Bwana, wewe watosha Bwana, wewe watosha Bwana, wewe waweza, Yesu waweza, Bwana waweza, wewe waweza Bwana, wewe waweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, wewe Mungu wetu ni Mungu unayeweza, Mungu wetu ni Mungu unayeweza, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, wa upendo, wa upendo, wa upendo Bwana, wa upendo, wa upendo Bwana, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza. Kila mmoja paza sauti yako, fungua moyo wako, paza sauti yako, mshukuru Bwana kwa ajili ya jioni hii. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya wakati huu, tunalitukuza jina lako, tunakuadhimisha mfalme wa amani. Asante kwa upendo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa ajili ya wakati huu Bwana, katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya afya zetu, tunakushukuru kwa ajili ya maisha yetu, tunakushukuru kwa ajili ya roho zetu. Asante kwa kutuokoa na kutukomboa, asante kwa kututoa gizani, asante kwa kutoa dhambini. Bwana, tunaliadhimisha jina lako lipitalo majina yote. Pokea sifa na heshima mfalme, pokea sifa na heshima Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba baraka, asante Baba miujiza, asante Mungu mwenye nguvu, asante Bwana kwa kuwa fadhili zako ni za milele. Unafanya njia pasipo na njia. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na mwisho. Unastahili sifa na heshima. Asante Baba, asante Mungu mwenye nguvu, asante Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya majira ya jioni, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu tena. Asante kwa ajili ya wiki hii na mwezi wetu wa matendo makuu ya Mungu. Tunaamini wewe ni Mungu wa matendo makuu, tunaamini wewe ni Bwana wa ishara, tunaamini wewe ni Bwana wa miujiza, tunaamini wewe ni Bwana wa mambo makubwa, mambo ya kutisha. Wewe ni Mungu muweza usiyeshindwa, nasi tunakutumaini na kuamini wewe. Tunaliitia jina lako Bwana, maana tumekimbilia tusaidike milele. Kwa haki yako tuponye na kutuokoa. Wokovu na wewe, nguvu zina wewe, baraka zina wewe, miujiza na wewe Bwana, katika jina la Yesu anasotelea. Asante kwa ajili ya wakati huu Bwana, tuko tayari kusikia kutoka kwako, tuko tayari kujengwa neno lako, tuko tayari kupokea kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo anasotelea. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua moyo wako, paza sauti yako, mshukuru Bwana kwa ajili ya familia yako, mshukuru Bwana kwa ajili ya familia yako. Asante kwa ajili ya ndugu zetu, asante kwa ajili ya familia zetu, asante kwa ajili ya mama, asante kwa ajili ya baba, asante kwa ajili ya uhai wao, asante kwa ajili ya afya zao, asante kwa ajili ya ulinzi ambao umeweka kwao, kwa kuwa umewalinda dhidi ya mabaya, dhidi ya uovu. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya familia yetu katika imani, asante kwa ajili ya shirika wote katika kanisa ambao unawalinda na kuhurumia maisha yao. Ninakushukuru Mungu aliye hai kwa ajili yao. Asante
Asante Bwana, asante Mungu mwenye nguvu, asante Jehova, asante El Shaddai, asante Yesu, asante kwa mkono wako wenye nguvu juu yao, kwa kuwa mkono wako umetenda makuu, mkono wako umefanya yote, umetulinda kwa nguvu zako, umetuepusha na mabaya, umetuepusha na hatari, umetuepusha na maovu. Ninasema asante Mungu aliye hai, asante Jehova, asante El Shaddai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya familia zetu. In the mighty name of Jesus Christ we have prayed, in Jesus mighty name, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Ya mshangilie Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ajabu na kwa ajili ya wakati mzuri ambao ametupa na kwa ajili ya siku hii tena. Hii ni jioni ya kwetu ambayo tumesema jioni ni the evening of prayer and prophecy. Ni wakati wetu wa kuomba na kutabiri juu ya maisha yetu. Lakini kama ilivyo kawaida na kwa maalum kabisa, kama waamini hatuwezi kufanya kitu chochote nje ya neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo katika kuomba kwetu na kutabiri kwetu tutatanguliwa na maneno ya Mungu. Kumbuka ni mwezi wa 9 na tuko kwenye mfungo wa siku 9 za matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo hata kama wewe ni mtu unatazama kwa mara ya kwanza, mahali popote pale ulipo, na ungependa kuwa sehemu ya utukufu huu, ungependa kuwa sehemu ya baraka hii, ungependa kuwa sehemu ya matendo haya makuu ambayo Mungu anatutendea, haujachelewa. Unaweza kuungana nasi kwenye mfungo wa masaa 12 kila siku katika hizo siku 9. Kwa hiyo maana yake wewe utaanza labda kesho na utaendelea kufunga na kuomba. Lakini popote pale ulipo utakapotazama video hii, ninakusisitiza uweze kushare ili na mtu mwingine anaweza kutazama, Mungu akutane naye. Lakini pia kupitia linki ambazo nimeweka, link ya WhatsApp, link ya YouTube na Facebook kwa ujumla, hapo unafuatilia, unaweza kutumia linki hizo kuwasiliana nasi na kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Amen. Asubuhi tulikuwa na muda mzuri wa kujifunza na tuliona maana ya matendo makuu, na tuliona kwa sehemu matendo makuu ambayo Mungu amefanya kwa ushahidi wa wazi kwa Biblia, na tukapata muda mzuri wa kuomba. Kwa hiyo jioni ya leo pia tutakuwa na muda mzuri wa kuangalia kuhusiana na matendo makuu ya Mungu. Amen. Tuko pamoja au niko na Rafaela tu peke yake? Amen. Amen. Matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu ya Mungu, tunavyoangalia matendo makuu ni mambo ambayo Mungu alifanya na anaweza kufanya kwako kimwamini. Matendo makuu ni mambo ambayo Mungu alifanya lakini anaweza kufanya hata kwako endapo utamwamini. Maana yake kitakachomvuta Mungu kufanyia makuu ni imani yako. Au naweza nikasema matendo makuu ni mambo ambayo yanaweza kutokea kwako leo kama utamwamini Mungu. Ni mambo ambayo yanaweza kutokea kwako leo kama utamwamini Mungu. Ni matendo makuu kwa sababu they are influenced by the power of the Holy Spirit. Ni mambo yanayofanyika kwa msukumo au ushawishi wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo popote pale unaponisikiliza, nataka ufahamu kwamba matendo makuu Mungu alishafanya, lakini anafanya na anaweza kufanya kwako naye nitazama na unayenisikiliza kama utainua imani yako kwake. Maana yake utamwamini yeye. Kwa sababu asubuhi tuliona hakuna anayeweza kutenda matendo makuu haya isipokuwa Mungu peke yake. Tulitoa tafsiri kwamba matendo makuu ni nini? Ni mambo yote yanayofanywa na Mungu ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Ni mambo yote ambayo ni nje ya uwezo wa kibinadamu ambayo yanafanywa na Mungu, yanafanywa na Mungu kwa nguvu zake. Mungu anafanya kwa nguvu zake, na chochote ili Mungu aweze kutenda makuu, kinachoweza kumwalika Mungu kufanyia makuu ni imani yako. Imani yako kwake. Lazima msingi wa imani yako kwa Mungu uwe ni neno lake, ni nguvu zake, ni uwepo wake. Amen. Haleluya. Amen. Tutasoma maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Kutoka 14, Kutoka 14 mstari wa 13 hadi wa 15. Kutoka 14 mstari wa 13 hadi wa 15. Tufungue maandiko pale na tutasoma wote. Kutoka 14 13 hadi 15. Tuanze 13 hadi 15. Tumeshafungua? Tusome 1 2 3. Musa akawaambia, tusome kwa sauti tafadhali. 1 2 3. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya.
Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Mpaka hapo tumesoma. Kwa hiyo hapa tumesoma andiko kutoka kwenye tusome tena mstari wa 16. Tusomeni mstari wa 16. Okay? No, sorry. Wa 21 hadi 22. Mstari wa 21 hadi 22. Bwana alifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu kutoka mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari. Huo ni mstari wa ngapi? Ndio umeisha. Nayo maji yalikuwa ukuta kwao, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Amen. Sawa, kwa hiyo hapa tunaona tutaangalia mambo mawili ya msingi, alafu tutaingia kwenye maandiko yetu ya maombi. Lakini hapa tunaona jambo la kwanza ambalo nataka tujifunze jioni. Jambo la kwanza, Mungu aliwavusha wana wa Israeli. Mungu aliwavusha wana wa Israeli. Kwenye mabano, Mungu anakuvusha na wewe. Unaweza kaandika Mungu ananivusha na mimi. Mungu aliwavusha wana wa Israeli. Aliwatoa Misri akawavusha kwenye bahari ya Shamu. Na tumeona kwenye kitabu cha Kutoka 13:15. Mstari wa 13 tunaona Musa anawaambia msiogope, aminini tu. Nimeweka neno amini tu kwa sababu hapo Musa yeye aliwaambia msiogope, simameni. Simameni. Maana yake alikuwa anataka wao attention, have faith in God. Iweni na imani katika Mungu. Msiogope kile mnachokiona. Anasema msiogope, aminini tu. Ndio tafsiri ambayo nimeiweka kwamba Mungu aliwavusha wana wa Israeli na Mungu anakuvusha nayo unanitazama. Lakini tunaona kwenye mchakato wa Mungu kuwavusha wana wa Israeli, aliwataka kwanza wasiwe na woga, wasiwe na hofu. Akawataka waamini, wawe na imani. Kwa nini anawaambia waamini? Kwa sababu kuna jambo ambalo Mungu anafanya kwenye maisha yao. Alikuwa anataka kuwavusha. Maanake na mimi nakusisitiza wewe unapaswa kuwa na imani. Unapotaka kuyaona matendo makuu ya Mungu ni lazima uweke hofu na mashaka pembeni, uoga pembeni, kwa sababu kuna mambo Mungu anataka kufanya kwenye maisha yako. Na kitakacho yaruhusu, mlango utakao yaruhusu mambo hayo kutokea, kuingia, ni mlango wa imani, the door of faith. And you are the one that you'll open that door. Wewe ndo utakayefungua huo mlango wa imani. Unapaswa kuamini. Upande wa Mungu uko tayari kutenda jambo kubwa, kutenda ishara, kufanya makuu kwenye maisha yako. Lakini imani inahitajika kwako ili mambo yatokee. Amen. Endelea kuamini hata kama mazingira ya nje hayaonyeshi dalili ya kufanikiwa. Endelea kuamini hata kama mazingira ya nje hayaonyeshi dalili ya kufanikiwa. Kwa hiyo kwa tafsiri hii, pointi yangu ya msingi, usiogope. Haupaswi kuwa na woga. Kama unataka kuona matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako, ni lazima uweke woga pembeni. Inawezekana kuna jambo ambalo unalihitaji au kuna jambo ambalo unataka kulifanikisha, kulikamilisha kwenye maisha, lakini mazingira ya nje hayaonyeshi hata dalili ya yoyote ile ya kufanikiwa. Unapaswa kuweka woga pembeni na kumwamini Mungu. Ndio maana Musa aliwasitiza msiogope, simameni, aminini. Kuna jambo ambalo Mungu anataka kukufanyia. Amen. Lakini pia usiache kuendelea mbele. Mstari wa 14 tunaona Mungu anawaambia waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Mbele kuna bahari, lakini Mungu anakomanda, anasema waambie waendelee mbele. Maana yake tunajifunza usiache kuendelea mbele. Usiache kufanya kile kizuri unachokifanya kwa sababu ya mazingira au vikwazo unavyoviona. Safari ya mafanikio unaweza ukaona vikwazo au vizuizi mbele yako, lakini haupaswi kuacha kuendelea mbele kwa sababu hivyo vizuizi. Kama kuna jambo zuri ulilokuwa unaolifanya, usiliache kwa sababu ya changamoto. Unapaswa kuendelea mbele. Ikiwa umemwamini Mungu, kila kitu kitakuwa sawa katika jina la Yesu. Amen. Ukiwa umemwamini Mungu, kila kitakuwa sawa. Nini nataka kusema hapa kwenye jambo hili la pili? Nataka kusema endelea mbele. Usikubali kurudi nyuma. Ukitaka kuyaona matendo makuu ya Mungu, lazima uwe na ile consistency, uwe na mkazo, uwe ni mtu wa msisitizo, mtu asiyekata tamaa, mtu asiyechoka. Fanya kwa bidii kile ambacho unaweza kufanya. Endelea kuamini ili uone matendo makuu ya Mungu atakayofanya kwenye maisha yako. Na kuna jambo ambalo Mungu anafanya, kuna jambo ambalo Mungu anatenda katika majira haya, na imani yetu itafanya tuliona jambo hilo. Amen. Mungu anapokusaidia
unapaswa kuwa na imani. Kulingana na habari ya wana wa Israeli tuliposoma kwenye Kutoka hii sura ya 14, mambo ambayo nimejifunza, Mungu anapokusaidia unapaswa kuwa na jambo moja, unapaswa kuwa na imani. Unapaswa kuwa na nini? Na imani. Mungu anapokusaidia unapaswa kuwa na imani. Mungu, huwezi kuona msaada wa Mungu kama utakuwa uko kwenye hali ya mashaka na wasiwasi. Lakini namba 2, Mungu anapokusaidia unapaswa kuwa msikivu. Unapaswa kuwa nini? Msikivu. Maanake unapaswa kumsikiliza. Maanake sauti nyingine usizisikilize. Dunia ina sauti zake. Wanadamu wa kawaida wana sauti zao. Zinaweza kukutia hofu, zinaweza kukatisha tamaa, zinaweza kukuudhi au kukukera kwenye safari yako ya kufanikisha maono, ndoto kubwa ulizonazo. Lakini ili uweze kuona matendo makuu ya Mungu, ni lazima uwe na usikivu. Lazima you have to pay attention in order to understand God, to listen God. Umsikilize Mungu, umsikie Mungu, to hear and to listen him. Pay attention. Mungu anasemaje? Lazima ulisikilize neno la Mungu. Lakini jambo la 3, utii. Kwa hiyo kwa pamoja nasema ni kwamba Mungu anapokusaidia unapaswa kuwa na imani, usikivu na utii. Mungu anasema kwenye Isaya ile sura ya kwanza 1:19 nafikiri, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mkikubali na kutii. Ile kukubali maana yake kuamini, mkiamini na kutii, to believe and to obey. Kwa hiyo hapa wana wa Israeli walitakiwa kuamini. Ndio maana akamwambia endeleeni mbele, msiogope. Manake kinyume cha, unajua tukitoa hofu manake imani ndio inakaa. Ondoeni hofu, wekeni imani. Lakini alipoambia endeleeni mbele, manake Mungu aliposema, Musa alipokuwa anaambiwa msikie Mungu atawafanyia jambo, hawa mnaowaona mtawaona tena, au maadui mnaona leo. Manake wawe na usikivu, wamsikilize Mungu, lakini wawe na utii. Waitii ile sauti hata kama wanaona mazingira, we Musa tutakufa kwenye bahari hii. Endeleeni mbele. Amen. Haleluya. Kwa dakika moja, hata kila mmoja anayetazama, anayetusikiliza na tulioko hapa, tuombe kila mmoja. Mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie. Nakataa kuwa mtu wa hofu, nakataa kuogopa. Nipe nguvu ya kuendelea mbele bila kujali mazingira. Nipe nifanye kuwa mtu wa imani, usikivu na utii kwenye kila hali. Baba, kwa jina la Yesu anazotelea, Roho Mtakatifu tusaidie, maana peke yetu hatuwezi. Katika jina la Yesu Kristo anazotelea, hofu, woga zina nafasi ndani yetu. Kwa jina la Yesu Kristo anazotelea, mashaka yana nafasi ndani yetu. Kwa jina la Yesu anazotelea, hofu, woga, mashaka, come out in the name of Jesus Christ. Hofu isikae ndani yako kwa jina la Yesu anazotelea. Nakataa kuwa mtu hofu na mashaka katika jina la Yesu. Sitaogopa mazingira, sitaogopa hali, sitaogopa mambo nayopitia kwa jina la Yesu anazotelea. Sitaogopa ninayoyaona kwa kuwa naenenda kwa imani. Ninayaangalia yale yasiyoonekana katika jina la Yesu anazotelea. Nakataa kuwa mtu hofu na mashaka. Roho Mtakatifu tusaidie kuwa watu wa imani, kuwa watu wa usikivu, kuwa watu wa utii katika neno lako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. In the name of Jesus. Amen. Amen. Adui zinazofuata tutakuwa tunaangalia jambo letu la pili. Tunaendelea. Rabo shakata labakosh manda raba seketa. Sema, Bwana Yesu, nisaidie nidumu katika imani, katika usikivu na utii kwenye neno lako kwa jina la Yesu. Hofu, mashaka havina nafasi ndani yangu kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Ninakiri mimi ni shujaa wa imani. Nitafanya mambo makubwa ndani ya muda mfupi kwa njia rahisi sana. Mazingira na hali zitafuata kile ninachokisema. Amen. Hallelujah. Well, we are not moved by situations, environmental circumstances. Hallelujah. We have to move circumstances. We have to move situation by our faith. Remember, we were created to dominate the earth. We were not created for the earth to dominate us. Hallelujah. Kwa hiyo miti, mimea, fedha, mali, kile havitakiwi kutawala sisi. Sisi ndo tunatakiwa kuvitawala vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Amen. Amen. Tuko pamoja? Ndio. Tuko pamoja? Ndio. Kwa hiyo baada ya kuangalia jambo la kwanza, tumeona hapa kabisa msisitizo wangu, utakiwi kuogopa. Utakiwi kuogopa. Lakini utakiwi kurudi nyuma. Unatakiwa kuendelea mbele. Lazima tuwe watu wa kuendelea mbele. Kile kizuri ambacho
ambacho ulikuwa unakifanya usiache kwa sababu ya changamoto. Amen. Usiache kwa sababu ya tatizo. Songa mbele, endelea mbele. Kama ni biashara nzuri ambayo Mungu amekupa, kama ni huduma nzuri ambayo Mungu amekupa, endelea mbele. Cha msingi tu nimesema kizuri. Chochote kizuri ulichonacho, endelea mbele, usikate tamaa, usirudi nyuma, songa mbele. Haleluya. Jambo la pili, Yesu aliwalisha maelfu ya makutano kwa chakula cha muujiza. Amen. Yesu aliwalisha maelfu ya makutano kwa chakula cha nini? Muujiza. Andika, Yesu aliwalisha maelfu ya makutano kwa chakula cha muujiza. Kumbuka tunajifunza matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Yesu aliwalisha maelfu ya makutano kwa chakula cha nini? Cha muujiza. Yohana sura ya 6. Yohana mtakatifu sura ya 6, twende haraka haraka, mstari wa 5 hadi wa 14. Yohana sura ya 6, tumeshafungua sura ya 6 mstari wa 5, tusome wote kwa sauti. 1 2 3. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalolitenda. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi, kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmojawapo, Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palipokuwa na majani tele, basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitwaa ile mikate, akashukuru, akawagaia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadi walivyotaka. Nao waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula. Basi wale watu wale walipoiona ishara aliyoifanya, walisema, hakika huyu nabii yule ajaye ulimwenguni. Huyu ni nabii yule ajaye wapi? Ulimwenguni. Amen. Kwa hapa tunaona kuna mambo ambayo tunajifunza. Taito yangu nimeiweka, nasema Yesu aliwalisha maelfu ya makutano kwa chakula cha nini? Cha miujiza. It was a miracle meal. Ni chakula cha miujiza kwa sababu kilitokana na nguvu za Mungu. Amen. Ni matendo makuu ya Mungu. Nini tunajifunza sasa kwenye hii verse? Kwa sababu tumesoma wote, nafikiri mmeona kilichoandikwa. Nini tunajifunza? Wakati wote Yesu anajua atakachotenda kwa ajili yako. Mmeona amesemaje? Alimjaribu akiwa yeye ndani yake anajua ni nini atafanya, nini atatenda. Akamwambia, tununue wapi mikate? Wakati wote Yesu anajua atakachotenda kwa ajili yako. Unapopoteza imani kwake, hautauona utendaji wake, hautauona uhusika wake kwenye jambo lako. Unapopoteza imani kwa Yesu, hautaona uhusika wake kwenye jambo lako. Kwa mfano, mtu anaweza kusema, nimehangaika sana natafuta kazi, nimezunguka kila mahali, akakata tamaa. Lakini hajui kwamba Yesu, kama kweli bado unamwamini Mungu na uko na Mungu, Yesu anajua atakachotenda kwenye hali yoyote utakayopitia. Wapenzi mimi nisikiliza wote, hasa tulioko hapa, kwenye hali yoyote utakayopitia, wote tunatakiwa tu na hii mentality. Jesus knows what he will do. Amen. He knows what he will do. Hata katika hali yote tunayopitia, hata kama zimetuumiza, anajua ni nini atakachokifanya. Ili tuone uhusika wa Yesu, sisi tunapaswa kuendelea kuwa na imani katika yeye. We must believe God continuously. Tuendelee kumwamini without ceasing, bila kuchoka, bila kukata tamaa, until we experience what we have believed, kwamba kuna kitu anafanya, na mpaka tunapokiona kile kinatokea. Lakini pia tunajifunza tunapaswa kuwa na mtazamo wa kuwezekanika kwa mambo yote.
possibility mentality. Tunapaswa kuwa na mtazamo wa kuwezekanika kwa mambo yote. Umeenda hospitali, umeambiwa una kansa, umeambiwa una HIV, umeambiwa uwezi kubeba mimba, sijui mirija imeziba. You must have possibility mentality. Lazima uwe na mtazamo, that is not the end of your matter. Bado Yesu Kristo ana kitu cha kufanya. Kwani lazima uwe na mtazamo wa kuwezekanika kwa mambo. Kiri ni kweli haiwezekani kwangu, lakini usilazimishe kwamba haiwezekani na kwa Mungu. Amen. Haiwezekani kwa daktari, haiwezekani hospitali, lakini usilazimishe kwamba pia haiwezekani kwa Mungu. Lazima uwe na mtazamo wa kuwezekanika kwa mambo. Sema mtazamo wa kuwezekanika. Mtazamo wa kuwezekanika. Imani kwa Yesu, tunapokuwa na mtazamo wa kuwezekanika, zaidi ya yote tunapaswa kuthamini. Tunajifunza kulingana na hiki tulichosoma. Tunapaswa kuthamini na kuheshimu vyote ambavyo Mungu ametupa. Tunapaswa kuthamini na kuheshimu vyote ambavyo Mungu afanya nini? Ametupa. Kwa mfano, wanafunzi waliona kwamba hata ukiona anasema ni nini? Unaona Andrea anasema ni nini? Maana kama lugha fulani ya dharau kwamba vilivyoko hapa ni mikate 5 na samaki 2, tazama hivi ni nini kwa watu 5,000. Lakini hapa Yesu anatufundisha kuheshimu vichache tulivyonavyo, kwa sababu kupitia hivyo atazalisha vingi. Kuheshimu vichache tulivyonavyo, kwa sababu kupitia hivyo Yesu atafanya nini? Atazalisha vingi. Kuheshimu mwanzo mdogo ulionao, kwa sababu kupitia huo utazaliwa mwanzo mkubwa. Kuheshimu mtaji mdogo au biashara ndogo ulionao, kwa sababu kupitia hiyo itazaliwa biashara kubwa. Kuheshimu mwanzo mdogo wa udhihirisho wa vipawa na karama ulivyonavyo sasa, kwa sababu kupitia udhihirisho huo mdogo utazaliwa udhihirisho mkubwa. Tunapaswa kuthamini na kuheshimu vyote ambavyo Mungu ametupa, lakini pia tunapaswa kuvitunza, kwa sababu kupitia hivyo Mungu anatukuzwa. Tunapaswa kufanya nini? Kuvitunza. Unaona, baada ya kula mikate waliokota wakajaza vikapu 10 na ngapi? 12. Yesu aliwaambia ukoteni kisipotee kipande hata kimoja. Kwa sababu Yesu alikuwa ni mchumi, hataki kupotea hata kimoja. Anasema kusanyeni vyote. Msije mkasema tumekula tukasasa. Kumbuka maandiko anasema kila mmoja alikula kwa kadri alivyotaka. Amen. Kwa sababu mwanafunzi wa Yesu alisema, huyu wa kwanza, huyu alikuwa ni Filipo, ni nani? Huyu wa kwanza alimwambia Yesu kuhusiana na ulaba wakipata vipande 200, je, vitawatosha? Si ndivyo? Alimueleza kama tuna kiasi fulani cha fedha basi dinari 200, je, hizi zitatosha kununua kuwalisha watu hao? Aliona hazitoshi. Lakini tunamuona Yesu alibadili mtazamo wao na akawafundisha kuheshimu vile vichache walivyokuwa navyo. Amen. Unapaswa kuwa mtu wa shukrani ili kuyaona matendo makuu ya Mungu. Kwa kulingana na ili andiko nilivyojifunza, nimeona tunapaswa kuwa watu wa nini? Wa shukrani. Thanksgiving. Lazima tuwe watu wa kushukuru. Lakini pia tunapaswa kuwa watu wa sifa. Watu wa nini? Sifa, wa kumsifu Mungu. Angalia, muda wetu utoshi, lakini angalia mfano Paulo na Sila. Wako gerezani, lakini wanamsifu Mungu kwa wametoka kuchapwa. Wameumia, wamejeruhiwa, lakini they praise God. Because they know the goodness of Jesus in them, in their hearts, in their lives, is not determined by what is happening outside. Amen? It's not determined by what they encounter in life. Huwezi kusema hatuwezi kumsifu Mungu kwa nini? Kwa sababu mambo ni magumu, mambo hayajaenda kama nilivyotaka. No, we praise God, we worship him because he is unchangeable. He is good always. Hallelujah. Ni Mungu asiyebadilika, ni mwema wakati wote. Kwa hiyo hapa nikajifunza mambo matatu. Tunapaswa kuwa watu wa shukrani, watu wa sifa na watu wa imani kwa Mungu wakati wote. Amen. Kwenye jambo lolote unalopitia, kuwa mtu wa shukrani, kuwa mtu wa imani. Amen. Amen. Kuwa mtu wa shukrani, kuwa mtu wa imani, kuwa mtu wa sifa. Hallelujah. Kila mmoja nataka nitoe dakika 2. Mtukuze Mungu, mshukuru Mungu kwa kile ambacho unaona amefanya. Amen. Mshukuru Mungu kile ambacho unaona amefanya. Tunaanza maombi. Naona tutazama na tusikiliza. Ni wakati wa kuomba sasa. Tutakuwa na maandiko 7 ya kusimamia kwenye maombi yetu. Tuna andiko la kwanza ni Zaburi ya 92:1 ambalo linaendana na mambo mawili, jambo la pili la mwisho ambalo nimelifundisha. Anasema kumshukuru Mungu, anaweza kushukuru. Zaburi ya 92:1, kama kuna ambaye amefungua kwa haraka tusome. Zaburi ya 92:1. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kulimbia jina lake.
uliye juu. Amen. Neno jema kumshukuru nani? Wewe unayenisikiliza kwa audio, unaotusikiliza kwa njia ya WhatsApp. Je, nataka ujiulize swali, naona utazama. Ni kweli kwamba hakuna kitu ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako? Ni kweli kwamba hakuna kitu ambacho unaweza kusema this is God, kwamba Mungu ndo amefanya? Ni kweli? Kama unajua kuna kitu Mungu amefanya, usijali kwa unayopitia sasa, usijali kwa unayoyaona sasa. Let's praise God, let us thank God. Hallelujah. Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako Mungu, tunasema asante. Shakababo shikaraba mandiliko satobo sete yakarabo shatalababa ramandigazuka zakata lepa sakarabo sheteke marababa shataradaba manderabo satarabade ramandikarabu zikaramanda bababosa. Thank you, Father, for your grace. Thank you, Father, for your love. Thank you, Father, for your joy in my life. Thank you for your divine protection. Thank you for your provision, oh God. You are my shepherd, I shall not be in want. You are the light and the salvation of my life. I abide in you and you dwell in me, oh Lord. Thank you. Shamadoko sataraba. Asante Bwana kwa kuwa umetetea maisha yangu. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuwa unafanya njia pasipo na njia. Asante kwa kuwa umejidhihirisha kwenye maisha yangu kama mponyaji. Umejidhihirisha kama Mungu wa ishara. Umejidhihirisha kama Mungu wa miujiza. Umejidhihirisha kama Mungu wa maajabu. Asante Mungu aliye hai. Asante Mungu mwenye nguvu. Asante Mungu muweza. Katika jina la Yesu Nazareti aliye hai, ninakushukuru Bwana, ninakutukuza Mfalme. Asante kwa ajili ya afya. Asante kwa ajili ya uponyaji. Umeniponya magonjwa yangu yote. Umechukua maovu yangu yote. Asante Baba. Asante Mungu aliye hai, kwa kuwa ni mwema na fadhili zako ni za milele. Umeangaza kama nuru ng'ao sana. Umefanyika uzima ndani yangu. Umekuwa ufufuo ndani yangu. Ninakushukuru Bwana. Makrabo shandikaba mandala bobo satarababa japrada bazekiriri mashatalabada baba kaya, kwa jina la Yesu ninakushukuru Bwana. Asante Baba, wewe ni mwanzo na mwisho. Wewe ni Alfa na Omega. Unastahili sifa na heshima. Asante Baba wa milele. Asante Mungu wa amani. Wewe ni mponyaji. Wewe ni mwokozi. Wewe ni mkombozi. Wewe ni wa baraka. Wewe ni wa ishara. Wewe ni wa miujiza. Wewe ni Mungu tendaye matendo makuu. Ninakushukuru Bwana. Ninakutukuza Jehova. Leprashata baba baba sharabada baba baba leprado satala baba baba. Nishukuru Bwana kila mmoja. Fungua kinywa chako. Nishukuru Mungu wa baraka. Nishukuru Mungu wa miujiza. Nishukuru Mungu mwenye nguvu. Nishukuru Mungu mweza. Nishukuru kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya maisha yako. Nishukuru kwa ajili ya yale ambayo amekutendea, na mshukuru kwa imani kwa ajili ya yale ambayo anakutendea sasa, katika jina la Yesu Nazareti hai. Raba satarabada baba leprada bara bara da 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 leprada bara bara baba 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 leprada bara baba 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 japrada bara bara baba 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 kuzakara bara bara da da mandala basukara bara baba japrada basakara bara baba magazo kuzakara baba emandele busatara bara baba jiprada basakala bara baba. In the mighty name of Jesus we pray. Sema asante Bwana Yesu. Asante Mungu aliye hai. Asante Jehova, katika jina la Yesu. Haleluya. Jambo la pili, ombi letu la kwanza lilikuwa kumshukuru Mungu. Ombi letu la pili ni uzima wa Kristo uko ndani yako. Sema uzima wa Kristo uko ndani yako. Sema uzima wa Kristo uko ndani yako. Yohana 20:31 tunaenda kuisoma, alafu kila mmoja anaenda kwa dakika 2 kukiri uzima wa Kristo ndani yako. Tumia dakika hizo, maana kule kwa huku tuende na muda wetu. Okay, rabo shakabaya. Wewe unayetazama na unayesikiliza, Mungu akuguse kwa jina la Yesu. Ikiwa kuna mahali popote umefungwa, ufunguliwe katika jina la Yesu. Ikiwa kuna ugonjwa wote kwenye mwili wako, pokea uzima katika jina la Yesu. Ikiwa kuna giza maishani mwako na uoni nuru, na kutangazia kuanzia sasa ufunikwe na nuru ya Mungu kwa jina la Yesu. Yohana 20:31. Naomba tusome pale. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina. Nataka tukiri uzima. Amen. Kukiri uzima wa Kristo ndani yako ni kufukuza chochote kisichotokana na Kristo. Kukiri, to confess the life of Christ in you.
is to reject, is to flee anything that is not from God, anything that is not from Christ. Amen. Kiri uzima wa Kristo kwenye kila eneo, kwenye afya yako, kwenye moyo wako, kwenye roho yako, kwenye kila kitu, in everything that you do, confess the life of Christ. Hallelujah. We will not die, we will live and proclaim the goodness of God in Jesus' name. The resurrection, the life is abiding in us. The life of Christ is in us. Shatokozeketala kozikadazo radizika takama radozeketa. Uzima wa Kristo uko ndani yangu. Magonjwa yasikukaa ndani yangu. Dhambi yasikukaa ndani yangu. Mauti yasikukaa ndani yangu. Uzima wa Kristo unakaa ndani yangu. Karabo sata yada babashataka. Kadri unavyokiri uzima wa Kristo ndani yako, mauti unakimbia, magonjwa yanakimbia, madhaifu yanakimbia, mapepo yanakimbia. Yesu Kristo ni uzima, anakaa ndani yetu. Alisema mwivi ajili aibe, kuchinja na kuharibu, bali mimi nalikuja ili mwe na uzima kisha mwe nao tele. Tunapokiri uzima wa Kristo, anayeiba na kuchinja anakimbia, anayeiba na kuchinja anaondoka. Kwa jina la Yesu nasetelea, nakiri uzima wa Kristo ndani yangu. Shandaraba sikaraba zeketele kapa rindiri bazito zeketala baba baba japrada bazekererere mashapara baba baba raprakatala gada lepsoto parada bazekete masoprakatala badada. I confess the life of Christ in me in the name of Jesus Christ. Kila anacho, hakuna kitakachokufa. Hatutafanya biashara zikafa, hataingia kwenye ndoa zikafa, hautaanza mahusiano ya kafa, hatutafanya huduma zikafa, hautaanza huduma zikafa. Kwa jina la Yesu anasotelea hai rabra seketala da baba baba. Ule uhai wa Kristo uko ndani yetu, ule uzima wa Kristo uko ndani yetu. Magonjwa atakaa, madhaifu atakaa in the name of Jesus. Man robo sete kererere mashapa da baba baba. I confess the life of Christ in us in the name of Jesus Christ. Man rabo seketelede man raba zakaraba da baba japreketala da baro pasaprakatala da baba japreketele ketelede rimanda basakatala karaba baba. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, uzima wa Kristo uko ndani yangu, uzima ndani yangu, uzima kwenye moyo wangu, uzima kwenye roho yangu, uzima kwenye mwili wangu, uzima kwenye nafsi yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Jambo la tatu, unatakiwa kujua kama muamini, tunapozungumzia matendo makuu, hakuna uchawi wala uganga juu yako. Sema hakuna uchawi wala uganga juu yangu. Maandiko Hesabu 23:23, moja tusome kwa haraka. Hesabu 23:23. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Wala hapana uganga juu ya Israeli. Wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Mambo gani aliyoyatenda Mungu? Maana yake uchawi na uganga ulikuwa unazuia habari zisifanini, zisisemwe. Unazuia mtu asionekane, unazuia kitu kizuri ulichonacho kisionekane, kipawa ulichopewa, uwezo mzuri ulioko nao. Unazunguka, unajua kabisa ndani yako, unajiona kabisa, mimi sikutakiwa niwe hapa, natakiwa nifanikiwe. Haya sio maisha yangu. Hata ndoto zangu za kitandani nikilala ndoto za kufanikiwa. Lakini there's something wrong somewhere. Something is stopping me. Something is hindering me to prosper. We break that witchcraft in the name of Jesus. Kila mmoja akiri, hakuna uchawi, hakuna uganga. Sisi ni watoto wa Mungu, tumemvaa Kristo. Reko shata kata da baba baba rima zatata. Mwanamke unayenisikiliza, mwanamke unayenitazama, uchawi uliofunga tumbo lako unatokwa na damu. Reba shanda gaziata kazoto rohosa rabrakataka. Unaleta utasa, mimba zinaharibika. I command that witchcraft, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hakuna uchawi wala uganga juu kwa jina la Yesu. Hakuna uchawi wala uganga. Kila uchawi unaharibiwa, kila uganga unaharibiwa katika jina la Yesu anasetelea hai. Kila uchawi unaharibiwa, kila uganga unaharibiwa. Uchawi wote unatuma kudhuru miili yetu, kudhuru roho zetu, kuleta ajali, kuleta mauti, kuleta kifo, kuleta umaskini kwa jina la Yesu anasetelea hai. Kuleta kutofanikiwa, kuchelewesha mambo, kuharibu mipango. I break that power of witchcraft by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. Kila nguvu ya uchawi haribiwe, kila roho ya uchawi haribiwe. Hakuna uganga wala uchawi juu yetu, hakuna uganga wala uchawi juu yetu in the mighty name of Jesus Christ. Kwenye
familia zetu, kwenye koo zetu, kwa ndugu zetu, tunapoishi, kwenye ardhi tuliopo, kwenye anga tulilopo, kwenye ardhi tuliopo. Hakuna uchawi wala uganga. Kazini kwako, unapofanyia kazi, unapoishi, hakuna uchawi wala uganga utakapokuwa na nguvu yako tena. Unaharibiwa kwa jina la Yesu, unaharibiwa kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus Christ we are prayed. Sema kwa jina la Yesu, hakuna uchawi wala uganga juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya uchawi na uganga imeharibiwa kwa jina la Yesu, kwenye ardhi niliyopo, kwenye anga nililopo, katika jina la Yesu, kila eneo la maisha yangu. Amen, 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 amen. Jambo la 4, tumeshinda katika mambo yote. Warumi 8:37. Sema nimeshinda katika mambo yote. Nimeshinda katika mambo yote. Warumi 8:37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda. Mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Kwa yeye aliyefanya nini? Aliyetupenda. Tunashinda zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kila ushindi kwenye kila neno la maisha yako. Kataa kushindwa. Amen. Tukatae kushindwa. Naye nisikiliza, jambo tunalokataa kushindwa, kataa kuishia njiani, kataa kukata tamaa na kataa kushindwa. I'm more than a conqueror, I'm more than overcomer, I'm a winner and I am the winner in the name of Jesus. Libra sikarokuza prekete lekato pakaso mazaka dozita barante keteza kata. Nimeshinda dhambi, nimeshinda mauti, nimeshinda magonjwa, nimeshinda umaskini, nimeshinda laana, nimeshinda mikosi, nimeshinda balaa, nimeshinda ajali, nimeshinda falme za giza, nimeshinda ngome za giza, nimeshinda na kataa kushindwa katika jina la Yesu. Mimi ni mshindi, nashinda katika mambo yote. Ninakataa kushindwa. Kila ninapoingia ninashinda, kila ninapotoka ninashinda, kila ninapokanyaga ninashinda, kila ninapoishi ninashinda, kila ninachofanya kinafanikiwa. Nashinda katika mambo yote. Ninakataa kushindwa. Lebra sheketaya para bababoza reprakataduja malaba sataya. Ninakataa kushindwa katika jina la Yesu. Ninaamuru ushindi kwenye kila eneo la maisha yangu kwa jina la Yesu. Anasotelea, ninaamuru ushindi katika jina la Yesu. I release the power to overcome the world in the name of Jesus. We have overcome the world. Hakuna atakachotushinda. Kila kinachoshindana na sisi kimeshindwa. Kila kilichoinuka kinyume nasi kimeanguka chini katika jina la Yesu. Tunashinda zaidi ya kushinda in the mighty name of Jesus Christ. Sema kwa jina la Yesu, ninatangaza ushindi wangu kila mahali, uanze kusambaa kama hewa kwa jina la Yesu. Natangaza ushindi wangu kwenye kila eneo. Chochote kile kilichoshindana na mimi kimeshindwa katika jina la Yesu, kimeshindwa. Mimi ni mshindi, natembea kama mshindi, naongea kama mshindi, naishi kama mshindi, natenda kama mshindi in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Jambo la 5, Bwana Yesu anakusaidia katika mambo yote. Sema Bwana Yesu ananisaidia katika mambo yote. Zaburi ya 21 tutaisoma yote. Zaburi ya 21, kila mmoja afungue tusome wote. Zaburi ya 21 1 hadi 8. Sorry. Okay, tuhakikisha. Nimesema Zaburi ya ngapi? Sawa, tusome. Mfalme. Sorry. Nimesema Zaburi ya 21, ni 121, sorry. Zaburi ya 121. Maana naona hiyo ile ina mistari nane. Zaburi ya 121. Nua macho yangu nimtazame Mungu. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Asiache mguu wako usogezwe, asisinzia kulindaye. Naam, hata sinzia wala talala usingizi. Yeye aliye mlinzi wangu, Bwana ndiye mlinzi wangu. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitanipiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana ananilinda na mabaya yote, anailinda nafsi yangu. Bwana ananilinda nitokapo na niingiapo.
tangu sasa na hata milele. Kwa dakika moja kiri hiyo zaburi. Milima haina msaada, madaktari hawana msaada, watu wenye fedha na mali hawana msaada. Msaada wetu unatoka kwa Bwana, msaada wako unatoka kwa Mungu. Unajiuliza nani atakayekusaidia? Atakayekusaidia ni Yesu, atakayekusaidia ni Mungu. We dada unayenisikiliza, we mama, we baba, we kaka, God is the one who help you. He is our helper. Anasema niite siku ya mateso nami nitakuitikia, nao utanitukuza. Yesu ndiye wa kukusaidia, Yesu ndiye wa kukuokoa, Yesu ndiye wa kukuponya, Yesu ndiye wa kukutoa hapo, Yesu ndiye wa kukutengeneza, Yesu ndiye wa kukuhamisha, Yesu ndiye wa kukuinua. Shatakabadabababa. Inua macho yako, tazama Yesu anayeweza. Inua macho yako, tazama Alfa na Omega. Inua macho yako, tazama Jehova. Inua macho yako, yeye ni mwanzo na mwisho. Anakulinda, mguu wako utasogezwa, mabaya hayatakupata, hatari haitakukaribia, hatari haitakufikiria. Hakuna silaha yote itakayofanyika juu yako itakayofanikiwa. Hautapatwa na mabaya. Hasinzii kwa ajili yako, anakesha halali, anajishughulisha na mambo yetu. Anakaramandika basota baba. Muamini Mungu, siamini waganga wa kienyeji. Muamini Mungu, siamini washirikina. Kataa kuamini miungu mingine. Muamini Yesu anayeokoa. Mwamini Yesu wa ajabu, mwamini Yesu wa ishara, mwamini Alfa na Omega. Sharabu shekeka mala mandabu seketa. Imani yangu ni kwa Bwana, ila hata vita vija kunitokea, hapo nitatumaini kwa Bwana aliye mwanzo na mwisho. Macho yangu nimeinua, nami namtazama Bwana, nami namtazama Mungu aliye hai, anayetenda makuu, anayetenda mambo ya kutisha na ajabu. Anatutendea, anahusika na maisha yetu. Karabu sana na mababa, hajatuacha, yuko pamoja na sisi. Mungu hajakuacha muamini, Mungu hajakuacha mtumaini. Kwa jina la Yesu anasetelea. In the mighty name of Jesus. Sema Yesu, nakuamini siku zote za maisha yangu, ninakutumaini wewe. Asante Bwana Yesu. Jambo la 6, mambo yote ya Yesu ni mambo yako. Sema mambo yote ya Yesu ni mambo yangu. Ufunuo 5:12. Ufunuo 5:12. Mambo yote ya Yesu ni mambo yako. Ufunuo 5:12. Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Tuende mbele za Mungu, kila moja kiri mambo hayo ni ya kwangu, kila jambo moja baada ya jingine. Amen. Na wewe unatusikiliza, fungua Ufunuo wa Yohana ngapi? Ufunuo wa Yohana ngapi? 5:12. Amen. Jambo la kwanza anaanza kusema anapokea nini? Anapokea nini? Uweza. Kiri uweza ndani yako kwa jina la Yesu. Anza kukiri uweza. Yesu ana uweza na mimi na uweza. Anza kujitazama mtu mwenye uweza. Hizo mali ziko ndani yako, huo uwezo uko ndani yako. Hizo ni hazina Mungu ameweka ndani yako. You are not empty. You are not empty. You have power. You have power in you. Shatara baba baba shukara baba baba. Na uweza Kristo. The riches of Christ virgin. Utajiri wa Kristo uko ndani yako. Utoshelevu wa mambo yote uko ndani yako. Pokea uweza kwa jina la Yesu. Pokea uweza kwa jina la Yesu. Pokea uweza kwa jina la Yesu. Pokea utajiri wa Kristo kwa jina la Yesu. Jaza utajiri wa Kristo kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea hekima 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 kwa jina la Yesu. Receive in the name of Jesus. Receive the wisdom of Christ in the name of Jesus. Pokea hekima ya kiungu kwenye maisha yako. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Mahali popote kwenye udhaifu, utiwe nguvu sasa. Udhaifu tweke. Udhaifu kuachie. Kila udhaifu kuachie. Pokea nguvu. Pokea heshima. Uanze kuheshimishwa. Yesu anakuheshimisha sasa. Unanisikiliza, unanitazama, Yesu anakuheshimisha. Anakuheshimisha Tanzania, anakuheshimisha nchi uliopo, anakuheshimisha duniani, anakuheshimisha kwenye mataifa mengine, anakuheshimisha kazini kwako, anakuheshimisha kanisani kwako, anakuheshimisha kwenye hiyo huduma, anakuheshimisha kwenye hiyo biashara, anakuheshimisha kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo familia. Pokea kwa jina la Yesu. Shara baba 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 katalani maro sataka
I bless you in the name of Jesus. Receive the blessings of God. Pokea baraka za Bwana. Na bariki maisha yako. Ubarikiwe kila mahali kwa jina la Yesu Nazareti aliye hai. Pokea baraka, pokea baraka, pokea baraka. Pokea kwa jina la Yesu Nazareti aliye hai. Sema katika jina la Yesu. Mambo ya Kristo yote ni mambo yako. Hekima ya Kristo iko ndani yako. Mimi nimewezeshwa. Ninao uweza. Mimi nimetajirishwa. Ninao utajiri. Mimi nimehekimishwa. Ninayo hekima. Mimi nimebarikiwa. Ninazo baraka. Mimi nimetukuzwa. Ninao utukufu. Mimi nimeheshimishwa. Ninayo heshima. Amen. Jambo la mwisho. Sema, tamka, amuru na tabiri juu ya maisha yako. Zaburi ya 33:9 nasema alisema ikawa, aliamuru ikasimama. Sema kile ambacho unataka kitokee. Mwanzo 1:3 Mungu alisema iwe nuru, ikawa nuru. Unataka iwe nini? Unataka kiwe kwenye eneo lote la maisha yako. Familia, mahusiano, ndoa, uchumi, biashara, kazi, huduma, afya. Sema kile ambacho unakitaka kionekane, kitaonekana kwa jina la Yesu. Marko 11:23 anasema yoyote atakayeuambia mlima huu, atakayeuambia lazima useme. Kitu ambacho ukitaka kwenye maisha yako kiseme pia, sikitaki katae. Ari ambayo itakira moja, fungua kinywa chako. Shatokoboshi. Paza sauti yako. Paza sauti yako. Paza sauti yako. Shatada baboboshi karababa baba. Lepazikara mandara rerere. Mashakatara baba baba baba. Lepragusa katara baba baba. Mashakatara badara rerere. Mazokoturaba sata baba baba. Mandala basikara badara re. Mashakata baba baba baba. Hey, pray. Fungua kinywa chako, tabiri, tamka, tabiri, tamka. Shanika baduka la kada balesa. Parasukata laba zikata. Natamka afya njema, magonjwa sio sehemu yangu. Natamka familia nzuri, natamka ndoa nzuri, natamka biashara nzuri, natamka huduma inayokuwa kwa kasi, huduma maelfu kwa milioni ya watu. Natamka huduma yenye utajiri ndani yake wa kutosha, huduma isiyopungukiwa na chochote. Natamka maisha ya furaha na amani, maisha ya ulinzi, maisha ya upendo, hekima na utuwema, maisha ya unyenyekevu, upole na kiasi. Hey, prophesy, prophesy, prophesy. Sharaba katalaba daba kataraba baba. Mala baba bashatara baba baba. Mandala busakara baba baba yakata. Mandala, itabirie kesho yako ya utukufu. Shatara bazikara dariri. Mandele kuzakara bazakata. Mandala busakara baba baba. Mantala bazakara busakara baba. Mandele kasakara dariri. Imashakara batamka tamka tamka tamka. Amuru mambo yatokee. Sema 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 sema. Shatala bazikere sekete. Bala kazukara badikara baba baba. Shakara bazekele keteliriri. Mandra basuta bana badea. Paraba shakala gada baba baba. Yakobo satara bada. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. In Jesus' mighty name. Sema asante Roho Mtakatifu. Sema asante Roho Mtakatifu. Ninatamka kwa imani mageuzi makubwa, mabadiliko makubwa kwenye kila eneo la maisha yangu. Mimi ni mtu mkuu, nina majibu ya maelfu. Mimi ni suluhisho, nyota yangu inang'aa sana, inaangaza kila mahali. Mimi ni nuru ya ulimwengu, mimi ni chumvi ya dunia katika jina la Yesu. Mimi ni mwana mapinduzi, mimi ni mleta mabadiliko, mimi ni nabii wa Bwana, mimi ni kuhani wa Bwana katika jina la Yesu. Nitasimama mbele ya mataifa, maelfu kwa maelfu watakusanyana kunisikiliza, watakusanyana kunitazama kutoka kila upande, kutoka kila mahali. Watanijia, wananijia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mpango nilio nao unatimia, kila maono nilio nayo, kila picha kubwa ya maisha inafanikiwa kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya majira haya. Tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu. Tunakushukuru kwa ajili ya ibada hii. Tunakushukuru kwa ajili ya wote waliotufuatilia katika jina la Yesu Nazareti hai. Pokea sifa na heshima, mfalme wa amani. Pokea sifa na heshima, mfalme mwenye nguvu. In Jesus mighty name we have prayed. Hallelujah. Hallelujah. Mambo muhimu naye nitazama na naye nisikiliza. Jambo la kwanza, nitumie ushuhuda wako wa siku ya kwanza. Usisubiri mpaka siku ya mwisho. Kitu chochote ambacho unaona kina utofauti ndani yako, niandikie ushuhuda wako. Amen. Jambo la pili, andika pembeni majina ya ndugu zako. Kesho tutakuwa na
vipengele vya kuombea ndugu zetu. Andika pembeni majina ya ndugu zako kwenye notebook yako, waandike, alafu tutakapokuwa tunaomba kwa mwongozo wa maombi utakuwa unataja yale majina ya ndugu zako sawa sawa na mwongozo nitakaotoa. Jambo lingine, andika mambo unayotaka kukamilisha mwezi huu na miezi inayokuja katika mwaka huu na miaka inayokuja. Mimi tayari ya kwangu nishaandika kwenye notebook. Kwa hiyo andika na wewe ya kwako, alafu tukiwa tunaomba utakuwa unafungua notebook yako na kuombea yale mambo kwa kadri nitakavyoongoza. Jambo la mwisho, kama uko Dar es Salaam na kuomba uje inbox, wasiliana sisi tunayotazama pote unaotusikiliza, wasiliana nasi. Unaweza kuwasiliana nami kwa namba ya 0628 105 274 0628 in case umefuadiwa audio na hauna namba yangu. Amen. Tutaendelea kuomba na kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Haleluya. Haleluya. Tukutane kesho asubuhi saa 12 kasoro. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tunakushukuru na leo tutazama kwa njia ya Facebook. Mungu akubariki.